Kwa majina naitwa CPA Sadoki Mugendi. Mimi ni kaimu meneja mkuu wa ETBCO, kampuni tanzu ya TANESCO inayojishughulisha na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umeme. Hapa tuko kituo cha kupoza umeme cha Tabora mjini, ambapo tumekamilisha sasa line yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hapa kuelekea Ipole. Ipole ni sehemu ambayo iko wilaya ya Sikonge. Lakini hii ni phase 1 kwa sababu line hii inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi, lakini inakwenda kwa phase. Sasa phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102. Tumemaliza kutest parameter zote, line iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo leo hii tunategemea kwamba wakazi wa Ipole na Sikonge kwa ujumla leo hii watapata umeme wa msongo wa kilovoti 132. Kwa baadaye line hii kama nilivyosema inaelekea mkoa wa Katavi. Kwa hiyo phase inayofuata sasa ni yenye urefu wa kilomita 133 kutoka Ipole mpaka Inyonga. Kwa hiyo tunategemea kwamba ni mategemeo yetu kwamba zoezi hili sasa kwa upande huu phase 1 limekamilika. Sasa tunaendelea phase 2 na lenyewe liko asilimia nzuri kwa sababu liko asilimia 96. Kwa hiyo tunategemea kwamba timu ya inspection iko tayari na inaendelea na zoezi la kuhakiki ile miundombinu, na tunategemea kwamba mwezi ujao katikati tutakuwa tumefikisha umeme substation ya Inyonga. Kwa majina naitwa Mhandisi Sospito Oralo, ni meneja wa mradi wa ujenzi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hadi Katavi wenye urefu wa kilomita 383. Mradi huu kwa sasa kiujumla kutoka Tabora hadi Katavi umefikia asilimia 96, na gharama ya huu mradi ni jumla ya pesa za Kitanzania bilioni 161, na fedha zote zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa mradi huu tumegawanya katika phase 3, kwa maana phase ya kwanza ni kutoka Tabora hadi Sikonge urefu wa kilomita 102. Phase ya pili ni kwa maana Ipole, Tabora hadi Ipole. Phase ya pili ambayo tumechukua Ipole mpaka Inyonga kwa maana ya Mlele, na phase ya tatu Mlele au Inyonga mpaka Mpanda mwisho. Kwa sasa phase hii ambayo tunaifanyia kazi leo ni phase ya kutoka phase namba 1 kutoka Tabora hadi Sikonge. Hii phase imekamilika kwa asilimia 99, na kazi kubwa ambayo mnaona hapa tunahangaikia leo ni kufanya testi, kwa maana kujiridhisha, kufanya majaribio na kujiridhisha kama line iko tayari kupokea umeme. Tumefanya majaribio hayo na yamefanikiwa kwa asilimia 100. Kwa hiyo line yetu kwa sasa kutoka Tabora mpaka Sikonge, kwa maana wilaya ya Sikonge Ipole, imekamilika kwa asilimia 100 na iko tayari kupokea umeme. Na umeme huu ambapo tutachaji leo, utachajiwa moja kwa moja kutoka Shinyanga Ibadekuli mpaka moja kwa moja Ipole. Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya leo. Kwa hiyo wananchi wa Ipole kwa maana wilaya ya Sikonge kwa ujumla wanaenda kupokea umeme ambao umeunganishwa, umeme mkubwa wa grid ya taifa ambao umeunganishwa moja kwa moja kutoka Shinyanga mpaka Sikonge kwa maana ya Ipole, ambao ni umeme wa uhakika. Kwa majina naitwa Ebeneza Edmundi Makakala, ni mhandisi mradi katika line ya kujenga mradi wa kilovoti 132 kutoka substation ya Tabora kwenda katika substation ya Ipole katika wilaya ya Sikonge. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya ETBCO ambayo ni kampuni tanzu kutoka katika shirika la TANESCO, na mradi huu umetekelezwa na wahandisi wa ndani wazawa wa nchi, ambapo mradi huu umewezesha wilaya ya Sikonge kupata umeme wa uhakika, ambapo mwanzo wilaya ya Sikonge ilikuwa inachukua umeme wa kilovoti 33 kutoka Tabora mjini kwenda katika wilaya ya Sikonge, lakini line hii mkondo wa kilovoti 33 ni mdogo, hivyo uliwafanya wananchi washindwe kupata umeme wa uhakika. Lakini kutokana na utekelezaji wa sasa wa mradi wa kilovoti 132 kutoka Tabora kwenda Ipole, wananchi wa Ipole na Sikonge watakuwa na uhakika wa kupata umeme ambao utawezesha kufungua viwanda na kulani biashara ndogo ndogo ili kuweza kupata mahitaji ya kila siku na kukuza biashara zao.